wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili. Sini wewe, sini wewe Yesu. Inua mikono yako. Wakuabudiwa, Yeah. wakuheshimiwa, Oh, wastahili Yesu. sini wewe Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, Wastahili Yesu. sini wewe Yesu, Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili. Sini wewe Yesu, Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili. Sini wewe Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili Sini wewe Yesu, Yesu, oh, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili Yesu. Sini wewe Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, sini wewe Yesu, wakuabudiwa, sini wewe Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, sini wewe Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili Yesu. Sini wewe Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, ni wewe, ni wewe, wakuabudiwa,
Yesu, tunakuabudu, tunakusifu wewe Bwana. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kuinuliwa. Wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili utukufu wote, wastahili heshima yote, wastahili kupewa sifa Bwana, wastahili heshima yote, wastahili Bwana. Wewe ni Bwana, wewe ni mfalme wa wafalme, wewe Bwana wa kuabudiwa, wewe peke yake ndiye Bwana. Hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Tunatangaza ni wewe Bwana, ni wewe peke yake, ni wewe wa kuinuliwa, ni wewe wa kusifiwa. Ni nani kama wewe? Hakuja kuwepo kama wewe, wala hakutakuwa na kama wewe. Wewe ni wa ajabu, wewe ni wa milele. Wastahili, 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 wastahili Bwana, wastahili Bwana. Oh, oh, oh. Wastahili Yesu, wastahili Bwana, wastahili Bwana. Oh, 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 oh. Oh, si ni wewe Yesu, waabudiwa Bwana, wakupewa sifa. Wastahili Yesu, si ni wewe Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa. Wastahili Bwana, si ni wewe Yesu, wakuabudiwa, wakuheshimiwa. Wastahili Yesu, oh, ni wewe, ni wewe Yesu, oh, Wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili Yesu. oh, si ni wewe Bwana, Ni wewe Yesu, oh, wakuabudiwa, wakuheshimiwa, wastahili Yesu. Baba, pokea utukufu wote. Zungumza nasi Bwana, tunakuabudu na tunakutukuza katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini, na sote tuseme amen. Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi. Anastahili, anastahili Yesu, anastahili. Sema anastahili Yesu. Amen. Mungu awabariki sana praise and worship team. Barikiwa, unaweza kukaa chini. Jina langu Reverend Samora Kitengi kutoka Abundant Life Center, huduma ya Soul Harvest Gospel Ministries. Tuko hapa Taveta, Kenya. Tunakualika wewe ambaye umekuwa ukitufuatilizia kwa mtandao. Asubuhi ya leo Bwana amekuwa mema kwetu, ametutendea mema na anaenda kutubariki siku ya leo. Nataka kuleta somo ambalo nimelipatia kichwa spiritual slumber. Spiritual slumber, usingizi wa kiroho. Kuna kitu ambacho kinaitwa usingizi wa kiroho, ya kwamba unaweza kuwa wa kiroho lakini ukawa umelala. Bwana Yesu asifiwe. So ninaongea about spiritual slumber, na kwa hili neno pia ukiliunganisha vizuri unaweza pia ukaongezea /spiritual blindness. Pia unapoongea kuhusu upofu wa kiroho unaambatana na usingizi wa kiroho. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinaitwa usingizi wa kiroho, na ni kusudi la Mungu ya kwamba wapendwa wa Kristo wanaomjua Mungu wasitembee katika kulala kiroho.
Maana mara nyingi tunapokuwa tumelala kiroho, adui huja kutuvamia, adui huja kutugandamiza, adui huja kutufanya tusiwe sensitive kwa kile ambacho anachofanya katikati yetu. So tutaelezea hiyo manake ni nini. Tusome katika kitabu cha Waefeso. Naomba unisomee Stella. Waefeso mlango ni ule wa 5 mstari ni wa 14. Waefeso mlango wa 5 mstari wa 14. Waefeso mlango wa 5 mstari wa 14. Tutaona pale, tutasoma tusikie kwamba neno linasema nini. Amen. Thank you Jesus. Amen. Waefeso 5 mstari wa 14. Biblia inasema, hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Rejelea tena. Hivyo usema, yes, amka wewe usinziaye, ndiyo, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Kiingereza inasema wherefore he said, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give you light. Inasema kwamba amka. Kumbuka Paulo anaandikia kanisa la Waefeso. Anaandikia watu ambao wanaomjua Mungu. Anaandikia watu ambao wameokoka, watu ambao wamemwamini Mungu. Alikuwa haongei na watu ambao ni wa kidunia. Anasema amka wewe usinziaye. Sasa Kiswahili inasema asinziaye, lakini kwa Kiingereza inasema amka wewe uliyelala. Neno la sawa ni yule aliyelala. Ndio maana anaambiwa amke. Kwa hivyo inawezekana ukawa umeokoka, unawezekana ukawa kanisani, lakini kwa upande mwingine umelala. Anamwambia amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu. Kumbe unapokuwa umelala kiroho ni sawa na kufa. Unapokuwa umelala kiroho ni sawa na kufa. Kwa sababu ni kitu gani ambacho kinafanyika mtu anapokuwa amelala? You are not aware of your environment. Wakati mtu amelala haelewi, hashikanishi kinachoendelea. Wangapi usiku hapo walilala? Sasa usingizi wa kawaida, wacha kujishuku. Usingizi wa kawaida, maana usianze kujifanya hapo ulala. Sawa. Sasa nikikuuliza masaa yale ulikuwa umelala, wakati ulikuwa hauko conscious, kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika wewe hujui. Kweli ama uongo? Kuna vitu vimefanyika nje na haukujua, maana you are not conscious to your environment and to your surrounding. Hasa inakuwa hivyo pia tunapokuwa tumelala kiroho. Tunakuwa hatuelewi ni nini ambacho kinachoendelea kilichotuzunguka. We are not aware of the spiritual realm. Yale ambayo yanafanyika katika ulimwengu wa roho, tunakuwa hatushikanishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mtu anapokuwa amelala, mind huwa iko inactive. Akili huwa inakaa imelala. Kwa hivyo mtu anapokuwa amekaa amelala kiroho, hata akili zake hazishikanishi, anazubaa. Sasa Mungu hatamani kanisa lake litembee katika usingizi, maana hizi ni siku za mwisho ambazo tunaishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoelezea usingizi wa kiroho ni kitu gani? It is a condition which a believer is weak. Ni hali ambayo muamini anakaa dhaifu. Tunapoongea swala la kulala kiroho, mtu ambaye amelala kiroho huwa anakuwa mdhaifu, anakuwa mchovu. Na sisemi tu uchovu wa kimwili, lakini uchovu wa kiroho. Anakuwa na udhaifu wa kiroho.
alafu anakosa kuelewa ukweli unaoendelea. Kwa hivyo anakosa kushikanisha mambo ambayo yanayoendelea, tukiongea kuhusu kulala kiroho. Alafu pia mtu ambaye amelala kiroho ama usingizi wa kiroho, it makes us unresponsive to the things of God. Inatufanya to respond kwa mambo ya Mungu ipasavyo. Wakati Mungu amezungumza na wewe, wakati Mungu amekuongoza ufanye kitu fulani, kwa sababu ya usingizi wa kiroho, you are not able to respond to his voice. Na kwa sababu hii ndio inayochangia pia watu wa Mungu wanakosa kumsikia Mungu hata wakati Mungu ameongea. Wakati umelala na Mungu akuongeleshe, hausikii. Sasa Mungu anaweza kukuonya ukakosa kusikia maonyo kwa sababu umelala kiroho. Either Mungu anaweza kukua na kupatia direction fulani, lakini kwa sababu umelala kiroho, umezubaa, umechoka, we ni dhaifu, hakuna kitu unapokea kutoka kwa Mungu. You are not sensitive. Tukiongea swala la kulala kiroho, unakuwa wewe hauko sensitive. Sensitive, humakiniki, haushikanishi kwa haraka. Hata mambo unapoona yanapofanyika, you are not able to discern them spiritually. Na hii shida iko kanisani, kwamba hatuwezi kutambua kiroho mambo ambayo yanaendelea, mambo ambayo yanafanyika, whether ya upande wa Mungu ama upande wa shetani. We are not sensitive enough. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Mathayo mlango wa 13 mstari wa 25, nitakoti kwa sababu ya muda, alafu utaenda kusoma Mathayo 13:25. Biblia inaongea kuhusu watu ambao walikuwa wamepanda ngano katika shamba, na ukianza kusoma ule mstari inasema, and when men slept, wakati watu walipolala. Sema watu, sema watu. Inasema wakati watu walipolala, adui akaja akapanda magugu katikati ya ngano na akaenda zake. Lakini nataka kuuliza swali, ni wakati gani adui alipanda magugu? Hebu nisikie, ni wakati gani adui alipanda magugu? Wakati walikuwa wamelala. Nikuulize, ni kwa nini adui alikuwa na uwezo wa kupanda wakati wakiwa wamelala, lakini walipokuwa macho adui hakupanda? Si uko na jibu? Kwa sababu gani? Hawakuwa sensitive, hawakuwa aware. Hasa adui anaelewa kwa nini anafanya Wakristo wasinzie. Naongea usingizi wa kiroho. Kwa nini anafanya watu wa Mungu walale katika maisha yao ya kiroho? Ndiposa aweze kupanda magugu. Na kuna vitu vingi ambavyo adui amepanda kwa maisha ya Wakristo, kwa sababu Wakristo they are not sensitive enough. Hawajaweza kuwa na macho makinifu ya kujua ya kwamba adui anapanda kitu. Ukisoma Biblia inasema, and when men slept, wakati watu walilala. Biblia iko sawa. Biblia haikusema wakati ng'ombe zililala. Haisemi wakati wanyama fulani inasema when men, wakati watu walilala. Inamaanisha hivi, wakati watu walilala. Sikiza, wakati unalala, nataka nikuambie kuna watu hawalali. Wakati wewe unalala kiroho,
Kuna wengine wameamka, maana roho hazilali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri kwa nini Biblia inasema watch and pray? Hilo andiko mnalijua, liko Marko, linasema fanyeni. Kiswahili inasemaje watch and pray? Ati wacha nikupe, maana naona wengine wananiangalia sana, nasema hilo liko wapi? Haya, Mark chapter 13. Mark chapter 13. Marko 13 mstari wa 33. Nisomee, inasemaje Biblia? Inasema angalieni, kesheni. Sikiza, wacha niulize swali. Wakati Biblia inakwambia angalieni, kuna jinsi unaweza kuangalia ukiwa umelala? Nauliza swali. Unaweza kuwa kweli mzee Martin umelala na unaangalia? Usitudanganye. Anasema angalieni, kumaanisha you must be awake for you to see. Ni lazima uwe macho, uwe hauna usingizi wa kiroho, ndipo sa uone. Anasema angalia. Kesheni. Kesheni. Ombeni. Kwa kuwa hamjui, maana hamjui wakati ule utakapokuwapo. Umesikia? Anawaambia kesheni. Sasa Kiingereza neno kesheni inasema watch and pray. Kwa maneno mengine, you cannot pray unless you watch. Anasema kesheni muombe. Lazima uwe hauna usingizi wa kiroho, ndiposa wewe uombe. Na ndio pia mojawapo ambayo utaelewa, nitakwambia symptoms za mtu ambaye amelala kiroho, ni kwamba anashindwa kuomba. Hiyo ni ishara moja ya mtu amelala. You struggle in prayer. Maombi yanakuwa ni ugumu, ni mzigo. Maana Biblia inasema watch and pray. Mgeukie mwenzako, mwambie watch and pray. Mwambie watch and pray. Regelea tena, watch and pray. Andika hii. Andika hii, Warumi 11 mstari wa 8. Warumi 11 mstari wa 8. Inaongea kuhusu roho ya usingizi. Roho ya usingizi. Ya kwamba Mungu aliwapatia roho ya usingizi ili macho yao yasione na masikio yao yasisikie. Kwa hivyo kuna kitu kinachoitwa roho ya usingizi, na ni usingizi wa kiroho. Siongei kuhusu usingizi physical, no. Kwa hivyo kuna watu unawaona wakiwa hai huku nje, wanacheka, wako mitaani, lakini katika ulimwengu wa roho wamelala, wamekufa, hawajielewi, because they are not sensitive spiritually. Wamelala, wamezubaa, wamerelax. Na shetani, nataka niseme hivi, one of the tools that the enemy has been using ni hii inayoitwa usingizi wa kiroho. Amekuwa akikukata makali, amekuwa akimaliza nguvu zako kwa sababu ya kutokuwa makini, kutomakinika katika mambo ya kiroho, kuwa dhaifu, kuwa mnyonge, kuwa mchovu kwa mambo ya Mungu, ili kwamba usifikie kusudi la Mungu. Sasa nataka tuongee kuhusu sababu ama causes, sababu zinazochangia watu wa Mungu walale kiroho. Sababu, reason, causes. Number 1, neglecting the word of God. Tunapopuuzia neno la Mungu katika maisha yetu,
ni kwamba tunafungulia mlango kwa usingizi wa kiroho kutuvamia, wakati tunapuuzia neno la Mungu, wakati hatuchukulii neno la Mungu kwa umanani, wakati hatutii neno la Mungu, wakati hatutendei kazi neno la Mungu. Huo ndio wakati ambao tunafungulia mlango shetani kutuvamia. Kwa hivyo kupuuzia neno la Mungu kunachangia kwa wewe kulala kiroho. Ndio maana shetani hataki usikie neno, na hata usikia anataka usielewe, na hataki usome Biblia yako. Unajua watu wengi tuko na Biblia lakini hatusomi, maana shetani anajua kama nikikufanya uwe insensitive, kama nikukulaza kiroho, atakulaza kwa sababu umekosa neno la Mungu. Cha pili, lack of prayer, kukosekewa na maombi kunachangia kulala kiroho. Sasa kumbuka, umeokoka wala hakuna dhambi umefanya, lakini kwa sababu hudumu katika maombi, hauko katika mazingira ya maombi, unaanza kulala kiroho, unaanza kuwa dhaifu kiroho. Kwa hivyo one of the things that we can do kuamka kiroho, mwamsho. Na ndio maana hata mauvuvio, revivals, unaposoma historia za revivals katika ulimwengu, the awakenings, utakuta mahali popote palikuwa na uvuvio, kilichotangulia ni maombi. Hakuna uvuvio pasipo maombi. Narejelea, there is no revival if there is no prayer. Hakuwezi kuwa na uvuvio mahali kama watu hawaombi. Mahali popote uvuvio ulishuka, mahali popote uvuvio ulidhihirishwa, ni mahali watu walikuwa wanaomba. Hata katika kanisa la kwanza, Biblia inasema wanafunzi 120 wakawa kwenye chumba cha juu, wakidumu kwa maombi kila siku, wakimngojea Roho Mtakatifu. Maana waliambiwa wasitoke Yerusalemu, bali wangojee Roho Mtakatifu, atakapokuja watapokea nguvu. They were in the mood of prayer. They were in the place of prayer. Walipokuwa kwenye mahali pa maombi, Biblia inasema Roho wa Mungu akashuka, and that was the beginning of the revival of the first church. Hauwezi kuvuviwa pasipo maombi, hauwezi kuvuviwa pasipo maombi. Na shetani hataki uamke, shetani hataki uwe na uhai, ndipo sana kuvamia kwa eneo lako la maombi. Mnanielewa? Lakini nakwambia hivi, ukiona unaanza kung'ang'ana maombi, anza kumwambia Mungu akusaidie. Pambana. Ukiona vinakushinda, ita msaada. Maana shetani anajua, for you to be alive, for you to be sober, for you to be watchful, you need to pray. Unahitaji kuomba. Mgeukie mwenzako, mwambie unahitaji kuomba. Sababu nyingine ambayo inatufanya kulala kiroho, it is worldly distraction. Ni mambo ya kidunia yanayotuvuta, ya kwamba umeokoka lakini unakuta unachanganywa na kuvutiwa na mambo ya ulimwengu. Maisha unayokaa si maisha ya uokovu, unaishi kama mdunia, unavutiwa na vitu vya kidunia. Sasa njia moja ya shetani kukukata makali ni kukuvutia mambo ya ulimwengu. Unaanza kutamani kuwa kama wao, unatamani kuongea kama wao, unatamani kuvaa kama wao, unatamani kufanya mambo wanayofanya ulimwengu. Kuna watu wameokoka wanasema wanamjua Mungu, lakini unapoangalia maisha yao wana udunia mwingi. Kinachowatofautisha tu ni makanisani wanapoingia, lakini ukifuatilizia maisha yao, it is more of the worldly life. Zaidi ni maisha ya kiulimwengu.
miziki anayosikia, ameokoka lakini miziki anayosikia ni ya kidunia. Vipindi anavyoviona, vitu anavyofanya kwenye simu ni vya kidunia. Hasa hiyo ina kill, inaua uhai wako pole pole. You cannot watch darkness and you end up walking in light. Huwezi kuwa unaona giza, unaangaliaga giza, unafuatilizia giza, alafu tarajia utembee kwenye nuru. No. Ukiangalia giza, ukifuatilizia giza, the next thing you'll find yourself in darkness. Na ndio hapo pia tutafika mahali ni kuambie hivi ya kwamba katika njia moja ya kujisaidia kushinda roho ya usingizi, you must guard your gates. Lazima ulinde malango yako. Macho yako ni malango. Your eyes are spiritual gates. Kupitia macho kuna vitu vinavyoingia ndani ya roho na moyo wako. Ni kitu gani unachoangalia? Ni vitu gani ambavyo unavitazama? Unavyoangalia vinachangia katika ulimwengu wako wa roho. Linda macho yako. Ndiposa Daudi katika Zaburi anasema, I have made a covenant with my eyes. Nimefanya maagano na macho yangu. Ni kwamba kuna mambo ambayo sihitajiki kuangalia. Geukia mtu mwambie si kila kitu cha kuangalia. Kuna watu wamepagawa na mapepo kwa sababu ya vitu wanavyoangalia. Sikiza, behind everything you see there is a spirit. Naregelea, behind everything you see there is a spirit behind. Nyuma ya kila unachokiangalia kuna roho isiyoonekana. Mbele unaona kile unachoona, lakini nyuma kuna nguvu isiyoonekana. Be careful on what you watch. Aya. Hello. Kuwa makini ni nini unacho tazama. Bwana Yesu asifiwe. Haya, number 4. Ni nini ambacho kinachochangia usingizi wa kiroho? Lack of fellowship. Unakosa ushirika na wengine. Maana ushirika unakusaidia kujenga imani yako, inakusaidia kuchangia uhai. Kuna neema ambayo Mungu anaachilia mnapokuwa na ushirika na wengine. Unapokosa ushirika wa wapendwa, unapokosa ushirika wa watu wa Mungu, kuna uwezekano ukaanza kuzimia. Kuna uwezekano ukaanza kulala. Kuna uwezekano ukaanza kuzubaa. Kuna uwezekano ukashindwa kuelewa ni nini ambacho kinatokea. Sasa usiache ushirika. Geukia mwenzako mwambie usiache ushirika. Stay around believers. Na hiyo ni pointi nyingine ambayo itakusaidia wewe kushinda hii roho, kwa kukaa na watu ambao wanamjua Mungu, watu ambao wanampenda Mungu, watu ambao wana matamanio ya Mungu. Hao ndio watakao kuinfluence na kukusaidia kukaa hai. Lakini ukikaa na watu tu ambao hawamjui Mungu, maisha ya dhambi wanayoishi, na wewe uko pale, na unajua wengi hatuwaambiagi tumeokoka. Unajua nilikuta kundua watu wengi hata pale unapofanyia kazi, wengi haujawaambiaga kwamba umeokoka. Wanasikiaga tu unasalimu Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. They don't know. Bwana Yesu asifiwe. Muulize mwenzako, mgeukie, mwambie mbona umekaa serious sana? Mwambie umeweka sura. Tuko namba ngapi? Number 5. Ni nini ambacho kinachangia wewe kulala kiroho? Sinful habits. Tabia za dhambi. Inawezekana ukawa umeokoka, lakini kwa upande mwingine unaishi maisha ya dhambi.
Hasa usingizi mwingine na uchovu ambao watu wako nao wa kiroho ni kwa sababu wanajichanganya, na uwezi kujifanya hapa, hauwezi. Mimi nakwambia through experience, haya mambo ya Mungu huwezi kujifanya. Utatuonyesha kwa wiki moja, wiki mbili tuko pamoja, lakini yatakushinda, maana umejichanganya. Kuna maisha ya dhambi, kuna tabia zisizo sawa mbele za Mungu, na zinakukosesha ujasiri. Unasema niko busy, niko na shughuli, niko na nini, visababu vingi. Lakini ukweli ni kwamba kuna uwezekano kwamba kuna maisha unayoishi ambayo si sawa. Kuna uwezekano kwamba hamjasikia hiyo point. Kuna uwezekano kwamba unayoishi unajichangaa, kuna dhambi ndani. Sasa dhambi inatuua, dhambi inatutenga mbali na Mungu. Kwa hivyo dhambi inakufanya unaanza kufa, unakufa kiroho, hata yani hausikii. Unajua ukiwa live, wakati unapofanya dhambi unasikia kusumbuka, unasikia kutatizwa, unakosa amani moyoni mwako kwa sababu umekosea. Lakini ukiendelea kuishi na dhambi, kuna wakati inafika hausikii kitu. Unafanya dhambi, unasikia ni sawa, there is no conviction, maana umeua sauti ya Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema quench not the spirit of God, usimnyamazishe Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unaweza kuta umelala kiroho kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya kutotii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kutotii kuna kufanya unalala na kulala. Ukisoma Biblia, story ya Yona, baada ya kuamua yeye ametumwa Nineve, akaamua kwenda wapi? Akaenda Tarshish. Biblia inasema alipoingia kwenye meli, alienda wapi? Alienda wapi? Biblia inasema alienda chini, akaenda kulala. Akili zake ni mzuri. He has disobeyed. Na anashuka, anakaa kule chini, analala. Wakati wengine wako macho, wakati wanapambana na mawimbi na shida, wanakuja wanamwamsha, wewe bana, tunakufa huku na wewe umelala. Unaona, kutotii kuna kuletea usingizi wa kiroho. Angalia, are you obeying? Geukia mwenzako, muulize, unatii Mungu wewe? Sababu nyingine, neglecting spiritual, hiyo number 6, si ndio? Neglecting spiritual disciplines, kupuuzia nidhamu za kiroho. Nidhamu za kiroho, kwa mfano, kufunga ni nidhamu ya kiroho. Sema kufunga. Sauti basi. Kufunga ni nidhamu ya kiroho. Sasa saa ingine unakuta ukikosa nidhamu ya kufunga, unaweza kuanza kulala kiroho, kuanza kuwa weak, kuanza kuwa insensitive, kutoelewa kinachofanyika kwako kwa sababu umekosa kufunga. Najua mnapenda kula wapendwa. Hata mimi napenda kula. Wale wanaopenda kula kama mimi nyosha mkono. Mbona mnafanya kama mbaya mpendi? Mikono. Naona kuna wengine wapendi kula hapa. Sasa una survive aje? Sasa ni vyema kula, penda chakula, lakini si kila siku unatikana ule. Wewe ambaye ni wa kiroho, kuna discipline, kuna nidhamu ambayo unahitaji. Kuna muda unatakana useme leo sili, na si kwamba sina chakula. Sili kwa sababu nahitaji kumtafuta Bwana, maana kuna maisha ya kiroho zaidi ya maisha ninayoishi. Hasa ulimwengu tunaoishi husurvive na maombi peke yake. Hata Yesu aliambia hii haitoki kwa maombi peke yake, inatoka kwa maombi na kufunga. Hasa kuna usingizi mwingine ambao Wakristo watauondokea wakiwa na nidhamu kama ya kufunga.
Mgeukie mwenzako, muulize ni lini mara ya mwisho ulifunga. Alafu mwambie asikupe jibu, maana wengine watakudanganya. Muulize tu, mara ya mwisho ulifunga lini? Unajua, mimi najua hata hii maombi ya Ijumaa tunaosema wapendwa tunafunga, tunawasomea hapa, nashuhudiwa na roho kabisa, na waona si Mungu atusamee. Atipasa tuko pamoja. Hakuna, najua kuna majority hawafungi. Wangapi wanajua kila Ijumaa huwa tunaomba na kufunga hapa? Weka mkono chini. Wangapi kila Ijumaa huwa wanafunga kwa uaminifu? Na usidanganye wewe, usidanganye. So unaona mikono ni michache kuliko wanaojua. Najua tunawasomea matangazo hapa, tutafunga tuombe, ombea ordination ya bisaposo, lakini ushasema taomba, takuja maombi, sifungi. Sikiza, mimi nakwambia kitu ambacho kitakusaidia. Siwezi kukwambia ufunge kama hakuna faida, na nishawafundisha hapa nidhamu ya kufunga. Kwani usipokula siku moja utakufa? Wapendwa, nini una shida gani? Yaani lazima ule, kwani umeandikiwa lazima ule kila siku? Geukie mwenzako mwambie kuna mahali uliandikiwa lazima ule kila siku. Na najua kweli hata mimi ile siku ya kufunga ile siku ya kufunga ile ndio nikiamka asubuhi, nikija morning glory ile ya saa 10, yaani tumbo inaanza kuniambia nasikia njaa, nasikia njaa. Hiyo siku ndio njaa inakamata, lakini unakuwa na discipline. Hata kama nina njaa, kufunga nitafunga, maana ni siku ya kufunga. Maana wewe kila siku nakupea na utosheki. We need discipline. Unahitaji kutengeneza umwili na kuupatia nidhamu ya kufunga. Kwa hivyo nawaambia leo, sikiza, maagano yana nguvu. Tunafanya maagano Ijumaa kama kanisa, tunaomba, tunafunga, tunamtafuta Bwana. Alafu wewe hufanye hayo maagano. Sawa, Mungu akubariki, umekuwa ukija maombi, lakini ufungagi. Mgeukie mwenzako mwambie, sawa unakujaga maombi, lakini umekula mandazi. Hello, I know kuna vitu uniambi, naambiwa na baba yangu kwamba wewe tangaza tu, lakini wachache ndio waaminifu hapo. Na wengine hata kama wamefunga, kuna wakati nafika anapata kachai kadogo, anaona kimeumana, na kasoda kidogo, Bwana asifiwe. Lakini lakini anapata kabaiti. Pastor, ulionea wapi? In the realm of the spirit. Ama unataka sasa nikwambie wewe hujafunga? Sikiza, kukosa nidhamu za kiroho kunaweza kukufanya ukaanza kulala. Unasema Mungu umeniacha, Bwana uko wapi? Bwana uko wapi na umejaa mandazi na viazi karai kwa tumbo? Atakuacha tu. Ati Bwana, Bwana jionyeshe. Ajionyeshe wapi? Kwenye viazi karai? Tusidanganyane. Tunatumia nguvu hapa ni za Mungu. Ndiposa tunakwambia funga, omba. Maana mimi mchungaji wako, that is the discipline I do. Na hiyo ndio siri ya neema ambayo ninatembea nayo. Maana mimi sina kingine cha kutegemea isipokuwa huyu Mungu. Ndiposa nakwambia tufunge. Useme mbona makanisa mengine wafungi kama sisi? Maombi mengi. Sisi ni tofauti. Our case is different. Geukie mwenzako mwambie our case is different.
Madhabahu tunazoshindana nazo, mizimu ambayo tunazoshindana nazo za Taveta hamuelewi. Hapa Taveta kuna ngome zingine ngumu sana, kuna mahali kwingine unaenda, lakini hizi za Taveta they are very unique, na bila kuomba na kufunga hapa. Oh my God. And that's why we face a lot of opposition. Na watu wanalegea, wanashindwa kuomba, wanalala kiroho, wanakuwa wana shauku, wamejichokea. Maana ndani na mazingira yetu yana mizimu, yana madhabahu, yana laana ambayo yanazungumza kinyume chetu. We need to arise and pray. We need to arise and seek God through fasting. Sema amen, sema amen tu hapo. Piga makofi hivi lakini haufanyi. Kwa amen uko sawa. Amen. Hallelujah. Kwa hivyo usipuuzie nidhamu za kiroho. Yokia mtu mwambie usipuuzie nidhamu za kiroho. Okay, number 7. Sababu nyingine ambayo unaweza kukuta mtu analala kiroho, it can be because of spiritual attack. Saa nyingine okay sawa, huyu mtu amefanya mambo yote, si kwamba ako na shida, but ni adui tu anaamua kumvamia. Sasa hiyo ni tofauti. Adui tu ameamua kukuvamia, kukutesa tu, lakini mambo mengine yako sawa. Sasa tuone dalili. Hebu nisomee Wathesalonike. 1 Thessalonians chapter 5 verse 6. Wathesalonike mlango wa 5 mstari wa 6. Wathesalonike mlango wa 5 mstari wa 6. Inasemaje? 1 Thessalonians chapter 5 and verse 6. Nasema, basi tusilale. Ati basi tusilale. Ati basi tusilale. Kwa hivyo unaweza kulala. Usingizi kama wengine. Usilale usingizi kama wengine. Kwa hivyo kumbe kuna wengine ambao wanalala. Lakini wewe umeambiwa usilale. Hata kama wengine wanalala, usilale. Hata nafikiri kuna ule wimbo unasema, wa mama msilale, lale la, wa mama msilale, bado mapambano. Kwa hivyo huwezi pambana wakati umelala. Sasa Biblia inasema usilale kama wengine. Bali tukeshe. Bali tukeshe. Unaona ile word ya, huwezi kesha ukilala, no. Unaokesha macho ikiwa wazi. Na kuwa na kiasi. Na kuwa na kiasi. You need self control. Maana hata shetani anachangiaga usingizi wa kiroho. Unakuwa na usingizi kupita kiasi, unalala mpaka unashindwa kuomba. Wangapi wanasumbuka hivi, wanalala mpaka wanashindwa kuomba? Anaona watu wanasema wana shida. Wewe hebu nione mikono. Jamani, kwani nyinyi mko wapi? Shetani hataki uombe, na sangine unalala unachoka. Shetani hataki uombe, lakini nakuombea leo ya kwamba huo usingizi ambao si wa kawaida leo uondoke, upate nguvu ya maombi. Maana usingizi mwingine, uchovu mwingine si wa kawaida. Shetani anataka uchoke ili usiombe, anataka uchoke ili usitafute uso wa Bwana. Lakini leo usingizi wowote adui anao kutupia ili usiombe, ili usitafute uso wa Bwana, tunauamrisha huo usingizi uondoke kwa jina la Yesu. Pe Yesu makofi. Sikiza dalili za usingizi wa kiroho. Number 1, mtu anakosa focus. Mtu anakosa kuwa na mwelekeo. Mtu amelala anakosa mwelekeo in the matters of God. Anakuwa ni kitu ambacho unakuta hapo mtu anapuzia maombi, anakosa direction. Unapoteza mwelekeo. Number 2, spiritual insensitivity.
unakuwa hauko makini kutambua, kudisani. Huwezi kujua maovu ni yapi, huwezi kujua mazuri ni yapi, uko huko. So unakuwa hauko makini kwa mambo ya kiroho, na hapo ndio inakuwa rahisi kudanganywa. Sababu moja kwa nini watu wanadanganywa na manabii wa uongo, wamejikuta katika dini ambazo ni za uongo, dini ambazo ni za mashetani, ni kwa sababu wamelala kiroho. Ukiwa macho hautadanganywa. Roho ya udanganyifu, the spirit of deception, works well wakati kuna usingizi wa kiroho. Utadanganywa, hutaelewa kwamba huyu si wa Mungu, haya mafundisho anayofundisha si ya kweli, unakubaliana nayo. Umelala kiroho. Unaambia si Biblia kutoa sadaka, unasema amen, amen. Si Biblia kutoa mafungu ya 10, haleluya, haleluya. Si Biblia utakani kuomba sana, omba kidogo. Hai, ulisikia wapi? Napiga makofi. Haya, kaa usiombe sana, tutaona. Ati omba lakini kiasi, omba kiasi. Lakini wakati umelala umezubaa, unakubaliana nao mafundisho. Cha tatu, lack of zeal. Unakosa shauku. Ukimwangalia huyu mtu anakosa msukumo wa kumtafuta Mungu. Passion ni ishara ya kwamba mtu amelala. Anakosa msukumo wa kumpenda Mungu, wa kumtumikia Mungu. Anakosa njaa ya Mungu. Anakosa ule msikumo, ule msisimuko wa Mungu. Ulikuwa unasisimukia Mungu, neno lake, ibada, unakosa msisimuko. You lack passion. Number 4. Dalili nyingine ni moyo ulio mgumu. A hardened heart. Mtu anakuwa na moyo mgumu, hata umhubirie vipi hasikii. Kuna mtu hata ukimchukua ukimtumbukiza kwa anointing oil atoke, bado atakuwa tu mtundu. Hata ukimpa chupa nzima ya anointing oil yani, ana moyo mgumu. Na Biblia inasema leo mtakaposikia sauti ya Mungu, msifanye mioyo yenu kuwa mgumu. Sasa ukiona mtu moyo wake ni mgumu, haubadiliki, harekebishwi, haambiwi kitu, amelala kiroho. Aliye macho kiroho anasikia, ana moyo uliovunjika, ana moyo ulionyenyekea. Number 5, dalili nyingine, anajifanyia, he does things as a formality. Anajifanyia vitu tu kikawaida, anamtolea Mungu kikawaida, anamwabudu Mungu kikawaida. Yani mtu amelala kiroho, havimgusi. Ndio huyo mtu anakuwa kanisani, praise wanaimba hapa, anasema inua mikono, inua mikono, pigia Yesu makofi, piga 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 piga. Uko hapo tu umeangalia tu, umekaa kama askari wa kanjo. Unakaa tu na unapiga makofi, piga makofi. Unaona watu wanapambana hivi, wewe unakaa tu hapo kama sijui ofisa. Sikiza, ni usingizi wa corona kusumbua. You do things yani unafanya vitu kawaida kawaida. Ruka 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 ruka. Unaona watu wanaruka ruka, unawaangalia, unaona kama ni chura zinaruka, unaangalia tu. Wewe umelala wewe. Unajua ukiwa hapa mbele unaona mambo mingi. Hivi unajua hivi nikiwa mbele na waona nyote. Hata wale wamesinzia, wale wanaoniombea ambao sijawaambia waniombee, na waona wananiombea hivi. Hivi nakuona. Nakuona. Mpaka mwingine namuona anaenda hivi. Wewe nakuona. Kuna wale hata wakiwa hapo unawaona akili haziko hapa. Wengine wako sokoni, wengine wako nyumbani, wengine wako, yani wako tu amezubaa hivi hata hayuko.
Umekuja kikawaida. Sasa umesema hata leo nisipokaa, nikikaa nyumbani, pastor ataniuliza, kiongozi ataniuliza nilikuwa wapi. Wacha tu niende tu. Leo ni Sunday. Sunday ni siku ya church. Sisi hatuji kanisani maana ni siku ya church. Tumekuja kukutana na Mungu. Tumekuja Mungu kutuhudumia. Tumekuja Mungu atuongeleshe. Tunataka mabadiliko katika maisha yetu. Ndio hivyo tumekuja hati. Bwana Yesu asifiwe. Sifanye vitu kiukawaida. Ukiambiwa cheza, unaangalia mtu. Huyo anacheza. Yaani unaona mtu, kwanza mwingine unamjudge vile anacheza, unaanza kumcheka zile style zake. Sikiza. Anamchezea Jehova, hakuchezei wewe. So nicheke na ile style nacheza nayo, lakini najua baada ya muda, angalia matokeo. Ujinga wangu wa kumsifu Bwana na kumrukia Bwana, lakini baadaye utaona wema wa Bwana katika maisha yangu. Kwa hivyo sioni haya kumchezea Yesu, namchezea maana ni yeye ameniambia nimchezee. Wacha kukaa muungwana, unakaa kanisani, unakaa kiofisa. I don't mind. Namchezea Bwana. Hujaona pale kimwaga anacheza kama Bwana. Unataka nikae basi kireverend. Nikae kireverend. Oh hallelujah, hata uendelee kusifu tu nikae chini. Oh Holy Spirit. Roho Mtakatifu ananihudumia. Namchezea Bwana. Hallelujah. Namwimbia Bwana. Siku nyingine hata tukanunua firimbi, ni vile tunasaugi. By the way, unanibebea ile firimbi yangu. Wewe sikiza, usiniletee wewe hujaniokoa. Nikipiga firimbi, kwa nini wewe umepiga? Achana na mimi. Afadhali unione nimechizika, lakini matokeo utaona. Napiga kama akili si nzuri. Najua ninayempigia, aliyenipa uhai, namchezea, amenibadilisha maisha yangu. Kama si yeye singekuwa hivi. Mimi ni ushuhuda ya kwamba kuna Mungu anaokoa, kuna Mungu anabadilisha, anayetenda. Ama testimony. Achana na mimi Bwana. Achana na mimi. Sihitaji unielewe. Maadamu Mungu amelelewa inatosha. Chana na mimi. Hati daktari anacheza. Nani alikwambia daktari achezi? Na unajua hata napenda vile nakaanga, nafurahiaga zingine vile tunakaanga. Hata tukae kama madaktari, hata ukituangalia tunakaanga kama madaktari. Hatukangi. Sasa udaktari ni nini? Si kitu. Halo. Muhimu ni kwamba tunamjua Yesu, tunajua sisi ni watoto wa Bwana. Haleluya. Ni watoto wa Bwana. Hatujali kinachofanyika, tunajali kile Mungu anachosema. Bwana Yesu asifiwe. Kingine. Tumefika namba? Na nyinyi kweli mnaandika point. Hivi unajua baada ya miaka kadhaa ukipoa kuhubiri utakuta unafundisha tu kama mimi, unapeana points. There's an impartation. Maana tuna base misingi ya neno. Utafundisha tu hata kama ni uinjilisti. Kwani hamjaona wale ambao nikiwa na ubirigi za crusade pale nje, unakuta na ubiri kama mwinjilisti lakini in point form. Ukitoka unaweza point ya kwanza alisema, point ya pili alisema, point ya tatu, lakini nimehubiri na watu hapa msikia Mungu. Amen. Kwa hii kanisa ni marufuku kutokuja na kitabu na kalamu. Fanya bidii wewe ambaye unajifanya ni kompyuta. Wewe tafuta kalamu, tafuta kitabu. Hebu mgeukie mwenzako, mwambie usikose kitabu, usikose kalamu. Niulize kitu. Hata ukienda hospitali huwa uendi na kitabu. Sasa tuko hospitali ni hapa.
tuko spiritual clinic. Ungeukia mwenzako, tuko spiritual clinic. Nimefika point namba aya. Sikiza, point number 6. Mtu ambaye amelala kiroho yuko comfortable na dhambi. You have comfort in sin and you compromise values. Yani unakuwa tu unakubaliana na dhambi, hata uwezi kupinga. Sasa unacheki, unasema yenyewe ni deal. Sasa nitafanyaje? Si mara moja tu. Si Mungu tu ni wa rehema. Sasa ukiwa umelala kiroho utakubaliana na dhambi haraka. Ukiwa uko macho utakuwa kama Yusufu. Alimwambia Potifa, ni kweli hiyo deal iko poa, lakini how can I sin against God? Yani kwa maneno mengine anamwambia haya tunayoyataka kuyafanya zaidi sana ni baina yangu mimi na Mungu. Kama mimi na Mungu hatujakubaliana na haiko sawa, hata kwako sitakubali. I value my God. I value my relationship. Ndio pale mtu ataambiwa ili kazi upate, kama ni mdada itabidi ulale na manager. Sijui kama mnajua kuna watu wamepewa kazi sababu wamelala na manager. Are you aware? Kuna watu wanapewa kazi sababu wamelala na mtu. Unamwambia sikiza, manager nataka kazi, lakini kama hiyo kazi niipate, nitende dhambi, ikae, acha nikae bila kazi. Lakini sasa ukiwa wewe mwenyewe umelala umechoka choka, unasema kwani iko nini? Siku moja tu na nitalipwa 50,000 kila mwezi. Nitatubu. You compromise kwa sababu umelala kiroho. Number 7, self-centeredness instead of Christ-centeredness. Mtu huyu ambaye amelala kiroho anakuwa na ubinafsi sana yeye mwenyewe, yani zaidi ya kuangalia masuala ya Kristo, anaangalia masuala yake. Anaweka masuala yake mbele zaidi ya Kristo, zaidi ya Mungu. Chochote ambacho anaona ni faida yake, chochote ambacho kitamfanya asikie vizuri atafanya. Self-centeredness. Ya 8, kupenda ulimwengu kuliko Mungu. Unakuwa una tendency ya kupenda ulimwengu zaidi ya kumpenda Mungu. Ndio umeokoka, lakini unavutiwa sana na mambo ya kidunia. Kwa hivyo unafanyaje sasa? Unafanyaje ndiposa uondokee usingizi wa kiroho? Kwa haraka na tunamalizia. Cha kwanza, tubu na umuulize Mungu rehema. Kitabu cha Ufunuo anasema hivi, remember where you have fallen. Kumbuka uliangukia wapi. Anza kutubu na mwambie Mungu, nisamehe maana nimekuwa na usingizi wa kiroho. Sijakuwa makini kwa mambo ya kiroho. Nimechoka, nimezubaa, nimelala, sijakuwa macho. Cha pili, feed and meditate on the word of God. Soma, tafakari neno la Mungu maishani mwako. Soma, tafakari, lishike neno la Mungu, lifuate neno la Mungu, maana hilo litakufanya uendelee kuwa hai. Soma neno, sikia neno, litendee kazi, litie neno la Mungu, litii.
Namba 3, sensitize your spirit with prayer. Makinisha roho yako kupitia maombi. Maombi yatakuamsha. Maombi yatakufanya uwe hai. Maombi yatakufanya usilemewe. Omba na umwambie Mungu akutie nguvu. Mungu akusaidie. Namba 4 ni ile nilikuwa nimesema, guard your gates. Linda malango yako. Macho ni malango. Angalia ni kitu gani kinapita kwa macho yako. Malango mengine ambayo tuko nayo kando na macho ni masikio. Linda kile unachosikia. Linda kile unachosikia. Linda kile unachosikia. Maana what you consume shapes your vision. Kile unachoingiza ndani kinachangia kuona kwako. It affects your perception. Namba 5, tembea katika utiifu. Obey. Tii neno la Mungu. Jihusishe katika kumtumikia Mungu. Alafu ya 6, surround yourself with watchful believer. Zungukwa na waamini ambao wako macho, ambao wanampenda Mungu, ambao wanamtafuta Mungu. Ukikaa na watu wanapenda maombi, unajua hata utajikuta umeanza kupenda maombi. Halo. Ukikaa na watu ambao wanapenda ni watu wa maombi, utajipata na wewe pia umeanza kupenda na ukikaa na watu wambea, utajikuta umeanza kufanya nini? Umeanza kuwa mbea. Biblia inasema bad character destroy good moral. Ukikaa na mwenye bangi anavuta kila siku, utajikuta hata wewe umeanza kuvuta bangi. Kaa na watu ambao ni wasawa. Ati unataka maombi kuomba na unakaa na watu ambao hawapendi maombi. Unataka kufunga, tafute wale watu wanapenda kufunga. Si kwenda kukaa na watu kila sana kula, watu wanakutia majaribu. Ukifika hapo anakuambia nikuitishie kasamaki. Unajua kule town kuna vile visamaki vinakangwa pale. Hasa unaenda kumtembelea mtu, na ndio watu wengine lazima uwe makini. Ukijua huyu ni mtu hapa sana, siku umefunga, kaa makini usiende kumtembelea. Maana utafika pale ukute ameagiza ndizi roast na visamaki vya kukanga. You must be careful. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wanajua ile siku wamefunga ndio offers zinakuaga mzuri? Ati siku hiyo ndio mtu anakupatia offer. Si pastor nikupeleke ukakule kuku. Hai? Kuku. Kama ni wewe utafanya nini? Unafanya nini? Unakataa. Siku ingi? Sawa. Ama kama ulikuwa unaona hiyo kuku unahitaji sana, unamwambia nitabeba. Kwani kuna shida? Si unabeba alafu utafungulia mbele kwa mbele. Wengine wananiangalia tu, utakataa kuku. Haya, beba basi. Lakini usifungue nayo. Maliza mfungo wako. Lakini si shida, mimi hata ile kuku wasitaki. Sihitaji. Amen. Alafu ya mwisho, stay humble
and teachable. Kama mnyenyekevu, fundishika. Kama mnyenyekevu na ufundishike, na Mungu atakusaidia, hutasinzia kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo tunamwambia Mungu tunakataa usingizi wa kiroho. Na kama kuna maeneo ulikuwa umeanza kusinzia kiroho, ni wakati wa kufungua macho yako and be sober. Mwambie Bwana, nafungua macho yangu nione vizuri. Sitasinzia, sitalala. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niombe kwa ajili ya wale ambao wanatutazama. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa wema wako. Nakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa sababu kusudi lako ni kwamba kanisa lako litembee katika kuwa macho, ya kwamba hatutatembea tukikaa tukiwa tumelala, ya kwamba tunakosa kudiscern mambo yanayofanyika ya kiroho kwetu. Naomba Mungu katusaidie, macho yetu ya roho yafunguke, tupatie kuelewa na kujua mambo katika maisha yetu. Tunaomba Bwana, maisha yetu ya maombi yatatiwa nguvu kuanzia leo, ya kwamba Bwana tutakuwa hai, hatutakuwa kama tumekufa. Tunaomba Bwana usaidie kila mmoja aliyesikia neno hili, ukatusaidie Bwana na ukabadilishe maisha yetu. Asante kwa maana wewe ni mwema na ni mwaminifu. Asante kwa maana wewe ni mwema. Asante kwa maana wewe ni mwaminifu. Kwa Kristo Yesu nimeomba na kuamini. Patie Yesu makofi. Tunamshukuru Mungu kwamba umesikia neno la Mungu. Lakini kuna wewe ambaye unayeniangalia, moyo wako umekaa mbali na Mungu. Kwa njia nyingine umemwacha Mungu kwa jinsi ambavyo umekuwa ukienenda. Mungu anakuambia nikuambie kwamba ni wakati wa kumrejelea, kujipeana kikamilifu kwake, uishi maisha matakatifu na ya kumpendeza Mungu. Kwa maana ana kusudi lizuri na maisha yako. Jisalimishe kwa Yesu. Mwambie Yesu atembee na wewe tena. Tubu, maana yeye ni mwaminifu, anaokoa. Omba ombi hili nyuma yangu. Bwana Yesu, naja kwako tena. Saidia moyo wangu, siwezi bila wewe. Na kuhitaji unisaidie moyo wangu. Leo naja kwako tena. Nisamehe Bwana na unirehemu. Natengeneza maisha yangu leo, ukatembee ndani yangu, ukawe Bwana na Mwokozi. Kwa jina la Yesu nimeomba, amen. Mungu akubariki sana. God bless you. Akubariki. Dumu katika neno la Mungu. Mpende Mungu. Usikome kuomba. Watch and pray until we meet again. Amen. Naomba usimame tu tunapo